Mungu wa mama yangu na Yesu, Mungu wa madhabahu ya PMC, pekee niko mbele zako Bwana. Nasema ni asante kwa majira haya, nasema ni asante kwa kusudi lako la wakati huu Bwana. Ninakuinua na kukutukuza Mfalme, Mungu mwenye nguvu na uweza. Asante maana Bwana wewe ni Mungu mkuu Mfalme. Baba, ninanyenyekea chini ya madhabahu yako, ninanyenyekea mbele ya kiti chako cha rehema. Mungu wa mama yangu na Esther, ninajishusha mbele zako Bwana, ili wewe ukapate kuinuliwa Bwana, maana ulipoinuliwa Jehova, uliwatoa wana wa Israeli wakatoka Misri. Unapoinuliwa siku ya leo Baba, unamtoa mtu katika kifungo kilichokuwa kimeshika maisha yake, unamtoa mtu katika magonjwa Bwana. Nipo kwa madhabahu yako Mungu, unitumie kama chombo chako, nitumie kama sahani ulioweka chakula Bwana, nitumie kama mti uliojaza matunda yako Bwana, yawafaaye watoto wako Mungu wa mama yangu na Yesu. Neno lako sahihi Bwana likaguse mtu Bwana, likafukue moyo wa mtu, likaguse maisha ya mtu, likamkomboe mtu, maana umesema ulituma neno lako kuwatoa katika maangamizi na kuwaponya Bwana. Neno lako Baba kwa makusudi yako Mungu wa mama yangu na Yesu likasimame kwa mapenzi na makusudi yako. Na ungana na malaika madhabahu, na ungana na roho ya mama yangu na Yesu, na ungana na neema madhabahu ya PMC, bali ukamhudumie mtu siku ya leo. Usiwache mahali pale alipo, bali ukamfungue Bwana kwa neema na nguvu zako, katika jina la Yesu, amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kweli kuna mtu anayetaka kusema na Bwana kweli? Bwana Yesu asifiwe. Acha nikwambie, umesema na wengi wakakuumiza, lakini ukisema na Bwana jibu lako liko siku ya leo. Hebu mwambie Bwana, ulinitafuta Kalvari, ulinitafuta Kalvari, ukanitoa na mizigo. Hiyo Kalvari, hiyo Kalvari, ulinitafuta Kalvari, ukanitoa na mizigo. Hiyo Kalvari, hiyo Kalvari.
sana. Amen. Sikia. Alikutafuta Kalvari. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu dakika chache tushukuru kwa kukutafuta Kalvari. Nenda mbele zake. Dakika chache sana, ni chache mno. Kwa nini? Dakika nyingi umekuwa ukipeleka malalamiko. Dakika nyingi umekuwa ukikosa point ya kusema. Lakini dakika moja unajua Bwana. Dakika moja unajua Bwana amekusudia. Na ni siku yako. Usipoteze dakika moja. Majibu kwako. Yesu kwa mama yako Yesu. Yesu mbele zako Bwana. Pia kipekee nichukue fursa hii kwa ajili ya kumshukuru mama yangu na Yesu pamoja na Mungu wake kwa kupata neema na nafasi ya kuwa mahali hapa sahihi. Mama yangu Shalom pamoja na baba yangu George, mahali pale ulipo sahihi, ninamshukuru Mungu wako mama. Ninasema ni asante. Asante kwa majira haya. Ninaomba Mungu wako anitumie kwa dakika hizi chache nilizonazo kwa ajili ya watoto wako. Nikafanyike kama chombo tu. Nikafanyike kama bomba linalopitisha maji ili watoto wako wakapate kuyafaidi. Nikafanyike kama mwamba uliohifadhi maji watoto wako wakapate kuyatumia. Mungu kwa mama yangu na Yesu, ninashukuru. Asante mama, ninaomba Mungu wako azidi kukuinua. Kama Isaya anavyosema, inuka uangaze. Mama, kwa hatua uliopiga ukaangaze mataifa na mataifa na mataifa katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nitaenda kusema na wewe katika ujumbe unaosema kusudi la kusikia na kutii sauti ya nabii. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Niko na watu mahali hapa. Yes. Sikia mpendwa nikwambie. Yes. Kunyamaza ni kufunga muujiza wako. Kunyamaza kwako ni kukataa kutoka kwenye kesi ulionayo. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko yanasema wazi, paza sauti yako wewe uliyetasa. Kwa nini? Kwa kupaza sauti yupo anayesikia sauti. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikia. Bwana akasema, yeah, katika kitabu kile cha Kutoka, yeah, nimesikia kilio chao. Yes. Kilio chao kimenifikia. Maana yake nini? Kuna sauti ilitoka. Na iliposikika Bwana kunyamaza. Ndio nataka nikwambie, mahali yako usinyamaze, maana yuko Bwana anakusikia. Usinyamaze, maana yuko Bwana anawajibu kwa ajili yako. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basta naomba nifungulie Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili 5, sura ile ya 5 mstari wa kwanza. Sura ya 5 mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema, basi Naamani jemadari wa jeshi mfalme wa Shamu alikuwa mtu mkubwa mbele za bwana wake, yes, na mwenye kuheshimiwa, kwa sababu kwa mkono wake Bwana alikuwa amewapa Washami kushinda. Tena alikuwa mtu hodari wa vita, lakini alikuwa mwenye ukoma. Yes. Endelea. Hapana, inatosha. Amen. Unayeandika andika hivi. Kuna kusudi la Mungu
kwa wewe kukubali kusikia na kutii sauti ya nabii wake. Yes. Kuna kusudi la Mungu la wewe kukubali na kutii sauti ya nabii wake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko yanasema hivi. Basi Naaman, jemedari wa jeshi la Washami. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jambo la kwanza, alikuwa mtu mkubwa. Ndio. Jambo la pili, alikuwa mtu kuheshimiwa. Yes. Kuna nini kilifanyika? Bwana alimpa ushindi kwa mkono wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikia. Mungu ndiye aliyempa ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini upande wa pili, maandiko yanaeleza wazi, pamoja na sifa aliyokuwa nayo, kuna lakini imesimama ya kwamba alikuwa na uwezo. Nisikie mpendwa, nikwambie, kuna kusudi nataka nikusaidie hapa, ya kwamba kuna vitu vimepita kwa maisha yako, lakini kuna kusudi imesimama, lakini kuna hatari imesimama. Na unaposimama kuisikia sauti ya nabii, kumsikia nabii, nikwambie mpendwa, kusudi ndani ya sauti ya nabii, kusudi kumtii nabii, kumsikia nabii, anabeba kitu ambacho Bwana anakileta kwako, anabeba kitu ambacho Bwana anakileta kwa ndoa yako. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama ni wewe ambaye unataka Bwana leo alete sauti ya nabii kwa ndoa yako, shangilia Jehova. Yes. Kama ni wewe ambaye unataka Bwana alete sauti kwenye lakini yako, ya kwamba umesoma, una vyeti, lakini huna kazi. Kuna lakini ambayo Bwana amelituma siku ya leo kwa maisha yako. Mpendwa, ni nzuri sana na inaelewa. Mpendwa, nataka nikwambie, ipo sauti ambayo ukisikia kwa nabii, ukisikia kwa kutii, inaenda kuleta majibu kwa maisha yako. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikia. Kuna kusudi la wewe kuisikia. Sikia. Naaman akiwa na ukoma, Bwana alimpigania kwa mkono wake mwenyewe, akampatia nguvu za kushinda maadui. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikia. Lakini akabaki na ukoma. Haleluya. Amen. Endelea kusoma basi. Mstari wa pili anasema, na Washami walikuwa wametoka vikosi wakichukua mfungwa mmoja, kijana mwanamke kutoka 6,000 na mavazi 10. Akampelekea mfalme wa Israeli waraka ule kusema, waraka huu utakapokuwasilia, tazama, nimetuma mtumishi wangu Naamani kwako ili upate kumponya ukoma wake. Ikawa mfalme wa Israeli alipousoma waraka, alirarua mavazi yake akasema, je, mimi ni Mungu niue na kuhuisha, hata mtu huyu akanipelekea mtu nimponye ukoma wake? Fahamuni basi na kusihini, muone ya kuwa mtu huyu anataka kugombana nami. Ikawa Elisha yule mtu wa Mungu aliposikia kwamba mfalme wa Israeli ameyararua mavazi yake, ndipo akatuma mtu kwa mfalme akisema, mbona umeyararua mavazi yako? Na aje sasa kwangu mimi, naye atajua yuko nabii katika Israeli. Amen. Amen. Saidia mtu mmoja. Saidia binti mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nipo nikufundishe siku ya leo. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko yanasema hivi, na jeshi la Washami likainuka kwenda kufika Israeli, likavamia. Maana yake nini? Vita vikainuka kwa sababu ya kwenda kwa Washami. Vita vikainuka kwa Washami kwa sababu ya kwenda kwa Israeli. Yes. Lakini walipofika, wacha nikwambie mpendo, siri ya Mungu. Nataka nikusaidie. Lakini ambayo Bwana alikuwa anaitazama, alikuwa anaisubiria, usikie sauti ya nabii, njia ya kuondoka. Lakini ambayo Bwana anaijua kwa maisha yako, usikie sauti ya nabii kuondoka. Sauti ya nabii ina njia ya kukujia.
moja. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikusaidie. Binti aliyechukuliwa alikuwa ana kitu ambacho yeye mwenyewe alikuwa jui kina kazi gani kule anakoenda. Haleluya. Upo mahali hapa kwa sababu kuna kitu ambacho kinabebwa ndani yako, kuna kitu ambacho Mungu wa mama yako ananiambia ndani yako, lakini kwenye kazi, lakini kwenye ndoa, lakini unaenda kusimama. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Sikia. Walimchukua kama mateka. Lakini Mungu alimbeba kama mfalme. Yes. Sijui kama kuna mtu ananielewa mahali hapa. Sikia nikwambie, tusaidie. Sikia. Pointi ya kwanza. Yes. Yule binti alikuwa ameisikia na kuitii sauti ya nabii. Ndio maana aliweza kusimama akaona, lakini iliyopo akasema, sikia mama, nikwambie kuna jambo fulani na ile, kuna sauti hii nataka nikwambie ya kwamba huyu mtu angekuwa kule kwa nabii angepokea kupona. Bwana aliona, lakini iliyokuwa inamtesa akaitengenezea njia. Anahitaji sauti ya nabii ifike kwako. Kuna sauti ya nabii lazima ikutoe. Sikia, lazima Bwana Yesu asifiwe. Sikia, walimchukua. Bwana Yesu asifiwe. Wakampeleka kama mfanyakazi wa ndani. Sikia nikwambie, kuna kitu kikubwa Mungu wa mama yangu amekiweka kwako. Lakini wanakuchukulia kama mfanyakazi wa ndani. Wanakuchukulia kama house boy mahali pale. Lakini wacha nikwambie, Bwana amekiweka ndani. Ndio kwamba nabii aliyemweka Kilimanjaro kisha maisha yako. Kama hapa unatengeneza njia kwenye maisha yako. Kile unachopendwa ni mahali pale ambapo uko kwenye kazi. Shida inaendelea. Kutoka pale kaza neno la nabii. Sauti ya nabii. Ndio mbalo. Kana nabii. Sijui kama kuna mtu ninamsaidia Maria. Ndio. Sikia. Sikia. Walipomchukua yeye mwenyewe hakujua anachukuliwa kwa njia gani. Anachukuliwa kwa kusudi gani? Ndio. Kuna vitu unavipitia wewe mwenyewe haujui kama Mungu amekusudia uvipitie ili baadaye uvikwe vazi la heshima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu ninasema naye siku ya leo. Wewe ambaye wamekufunga tumbo. Unapitia ili uonekane kwenye ndoa si kitu, lakini Mungu anataka wewe ndio uokoe ndoa. Wewe ndio uokoe familia. Wewe ndio mwenyewe. Simama mahali hapo. Inawezekana watoto walikuwa wasome. Watoto walikuwa faulu. Watoto wako kwa kichwa. Wamefunga. Tatizo. Wanaachilia utukufu Maria. Pokea kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikia. Ninataka nikusaidie kitu hapo. Tusaidie. Anasema hivi. Mstari wa pili anasema, na Washami walikuwa wametoka vikosi wakachukua mfungwa mmoja kijana mwanamke kutoka nchi ya Israeli, naye akamhudumia mkwewe Naamani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati anamhudumia mke wa Naamani, Bwana alitengeneza njia. Yes. Aondoke mahali alipo. Kuna njia Bwana anaitengeneza, lakini sasa hivi nakutoa machozi. Njia Bwana anaitengeneza, lakini sasa hivi unachurumia. Njia Bwana anaitengeneza, heshima kwenye ndoa yako. Njia Bwana anaitengeneza, heshima kwenye kazi yako. Njia Bwana anaitengeneza, ile biashara yako. Njia Bwana anaitengeneza. Lakini utakaposikia sauti ya nabii, usikie sauti ya nabii. Bwana anapotaka kutenda, anahitaji nabii amwachilie kuleta sauti kwako, maana Bwana utanguliza sauti kabla ya matendo. Yes. Bwana Yesu
Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu anasema naye mahali hapa. Yes. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi tu. Sikia. Lakini inaleta aibu kwenye maisha yako. Lakini inaleta fedheha kwenye maisha yako. Lakini imeficha utukufu ambayo mwanadamu hauoni, ndio maana anakudharau. Bwana Yesu asifiwe mahali hapa. Sikia. Kuna kusudi la wewe kumsikiliza nabii. Sio kuna kusudi. Ngoja nikupe siri. Watu wengi wanataka hivi. Kusudi la wao nabii awasikilize. Yes. Nabii akimaliza ibada anasema kila kitu kimeisha kwako. Amen. Lakini kwa sababu kusudi lako lilikuwa ni kutaka wewe nabii akusikilize, yale aliyosema nawe, yale aliyoamuru yaondoke kwako, Yes. haujasikia. Na kama umeyasikia, Yes. haujayatii. Yes. Utakula tunda gani kama haujajua kusudi la kumsikiliza nabii wako? Najua hapo sitapokea makofi. Najua hapo utamshangilia Bwana. Lakini nipo mahali hapa nikusaidie mpendwa, ya kwamba ili uweze kutoka mahali ulipo, ili uweze kutoka kwenye lakini iliyokufunga, ili uweze kutoka kwenye tatizo lilokukamata, kuna kusudi la kuisikia sauti ya nabii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikia. Bwana akamwita Musa, akamwita Haruni, akawachanganya pamoja na Miriam. Akawaambia njooni hapa. Njooni kwenye hema la makutano. Hema ambalo ninataka mimi nikutane na watu wangu. Yes. Kwa nini uko mahali hapa? Ni kwa sababu ni mahali ambapo Mungu anamtumia nabii ili akutane na watu wake. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikia. Mahali pale Bwana akashuka. Akawaambia, "Je, hamkuogopa kumsema mtumishi wangu? Kwa nini mnamsema juu ya mwanamke aliingia kwenye ndoa? Nimemtuma mwanamke aje kwenye ndoa, maana kuna roho ya mauti ataiondoa, maana kuna kansa ataiondoa, maana kuna madeni ataiondoa, kuna tatizo ataondoa, kuna utasa. Yes. Kuna kizazi ambacho madhabahu za kwao zinatumia damu iliyozaliwa pale ili kumaliza. Lakini kuna kizazi ambacho kitazaliwa kwako wewe ambaye utasikia sauti ya nabii, wewe utasikia sauti ya Bwana. Simama kukomboa wanakuwa wanakufa. Si kama Bwana anaelewa mali yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikia. Kuna kusudi la wewe kuisikia sauti ya nabii. Yes. Na si kusudi la nabii kusikia sauti yako. Yes. Sikia. Nabii akisema kesho nataka nikutane na watu, wewe ni wa kwanza. Kwa nini? Kwa sababu unasema hivi, hata siku moja hataki anisikie. Ukikaa unaanza nabii ilienda ikashuka ikapanda ikafanya nini, wakati Mungu ameshamfunulia. Akikwambia lakini sasa nilimwambia, ila akikwambia pasipo kusema unasema yes, hata yuko Bwana, Bwana kamfunulia, Bwana kamonyesha hili, unasema kuondoka. Lakini unapotaka kukaa naye chini unapoteza muda na kuzuia mtoto Bwana amekusudia kije kwako kikazuiliwa. Kuna mtu ninamsaidia mahali hapa. Baba nifungulie Wafalme wa Pili sura ya 5. Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili Ndio. Sura ya 5 mstari wa 11. Mstari wa 11 anasema,
Lakini Naamani akakasirika, akaondoka akasema, tazama, nalidhania bila shaka atatoka kwangu na kusimama na kuomba kwa jina la Bwana Mungu wake na kupitisha mkono wake mahali penye ugonjwa na kuniponya mimi mwenye ukoma. Tosha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Naamani akakasirika. Kwa nini alikasirika? Kwa sababu alisikia sauti ya nabii alafu hakuitii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikia. Nabii alituma ujumbe ya kwamba Naamani umenifikia. Yes. Lakini nenda mto Yordani ukajichove. Naamani akasikia ila hakutii. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikia. Kwa nini kuna kusudi la wewe kuisikia sauti ya nabii na kuitii? Ina majibu ya maswali yako. Ina uponyaji wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikia. Naamani alipoisikia, jambo la kwanza akakasirika. Kwa nini? Hakujua sauti ya nabii ina authority, mamlaka yanayotimiza kusudi litimie. Asema na mtu mali hapo. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikia. Kuna vitu ambavyo unataka umweleze nabii. Unataka nabii afanye kwako, sio nabii afanye kama Mungu anavyotaka afanye kwako. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu wa mama yangu anataka kuondoe kwenye shida yako. Lakini lazima mjue nabii. Lakini lazima mjue madhabahu ya kinabii. Lazima mjue siri ambayo amejificha kwenye sauti ya nabii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu ninamsaidia mahali hapo. Sikia. Yeye akataka kurudi kwa sababu ya kile alichoambiwa. Kutokutii sauti ya nabii hakuwezi kuondoa tatizo au shida iliyoshikamana na maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naamani alipokasirika akaanza kupangilia, je, mahali fulani si pazuri zaidi, mahali fulani si pazuri zaidi. Akasahau ya kwamba mpaka sauti mfikie, kama kuna kijana alikamatwa na alipofika alikuwa na kusudi. Maana amebeba. Leo nataka nikwambie, ulipo usiondoke, maana wewe unabadilisha, wewe unaondoa magonjwa, wewe unaondoa shida. Upo maana Bwana amekupeleka kwa kusudi. Hakujua chanzo cha yeye kumsikia nabii. Alifanyika malaika aliyemtazama kama mjakazi wa ndani. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Huwezi kumfikia nabii kama njia Bwana alifanya umfikie nabii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikia. Ulipokuja mahali hapa, kuna mtu au kuna taarifa ilikufikia. Aliyekufikishia taarifa ni Mungu, alimwandaa kama malaika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikia. Kornelio, Petro asingemfikia kama malaika asingemwambia Kornelio habari za Petro na kumwambia wewe ndiye unatakiwa utume watu ili wamlete kwako. Kornelio hakujua kwanza ya kwamba Petro ana kusudi gani. Lakini malaika aliposimama, akamwambia mpendwa, sauti inatangulia ikakuleta mahali hapa, ilikuwa ni sauti ya malaika ili lakini yako iondoke. Kuleta mahali hapa ya kwamba unapofika mahali hapa ndio kumsikia nabii. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijaona mtu anayetaka kutendewa leo. Sikia kwambie, unapomshangilia Bwana, Yes. unafungua malango yako kuwa wazi na malaika kushuka kuleta majibu.
Mungu yako. Amen. Unaponyamaza, unamwambia Mungu, wewe mtumishi umemweka hapa mbele wa nini? Amalize basi aondoke zake. Alafu kila alichokileta aondoke. Oh yes. Anayetaka kutendea shangilia Jehova. Yes. Bwana Yesu Kristo. Amen. Sikia. Ifungulie Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili. Ndio. Sura ya 7. Sura ya 7. Anzia mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza. Wafalme wa Pili sura ya 7 mstari wa kwanza anasema, Yes. Elisha akasema, lisikieni neno la Bwana. Bwana asema hivi, kesho panapo saa hii kipimo cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeli, na vipimo viwili vya shairi kwa shekeli langoni pa Samaria. Yes. Basi yule akida ambaye mfalme alikuwa akitegemea mkono wake akamjibu yule mtu wa Mungu akasema, tazama, kama Bwana angefanya madirisha mbinguni, je, jambo hili lingewezekana? Akamwambia, angalia, wewe utaliona kwa macho yako, lakini hutakula. Geukia mwenzako kumwambia lakini kutokuisikia sauti ya nabii ni kupoteza nguvu za watu. Bwana Yesu kwa sifa. Amen. Sikia. Nabii akasimama akamwambia, kesho majira kama haya langoni pa mji wa Samaria kitapatikana chakula kizuri. Yes. Na shuhuda moja tu. Siku zote tangia nimekuja hapa kanisani na matatizo ya kukosa kibali. Kila nyumba ninayofika nafukuzwa, nimefukuzwa nyumba karibu 11, hii ni ya 12, na nikifika tu mtu mmoja kainuka utakosa amani. Lakini kupitia maombi yale ya mwana nabii Jumapili iliyopita, na hii mama akaunganisha Jumatatu usiku saa 9 nikaamka nikapiga magoti nikamwambia Mungu, tatizo lifike mwisho, nimelichoka kuhama. Ilipofika saa 11 kwa nimelala, akaja likitu likanitamkia kwamba nataka nizae na wewe, nataka nikupe mimba. Nikamwambia, na mimi sizai na pepo, mimi ni mwana wa nabii, madhabahu inanisimamia wala hautaweza kunipa mimba ya kishetani sihitaji, na sasa hivi nakuua na kumaliza. Nikachukua maji hii mantini wote nikafungua nikajimiminia hapa kwenye roho, ikashuka nikateketea. Huo shuhuda tu. Maadui anazidi kulipiga vita, lakini najua nimejua tatizo ni hilo, labda maana nabii aniongee neno ili wasinifinyilie chini tena. Wewe subiri leo, hamna atakufinyilia. Sasa leo utaona wenyewe wataacha, hata hamna ya kufinyilia. Umenisikia kuelewa? Kwa kuwa umekuwa kwanza kukimbia. Pokea favor katika jina la Yesu. Shalom kanisa. Shalom. Shalom mama popote ulipo. Shalom. Shalom mwana wa nabii. Mimi ninamshukuru Mungu kwa hii wiki. Jumatatu niliamka naumwa miguu sana. Nikajitahidi kwa sababu tulikuwa na maombi yetu ya faraja. Ikabidi sasa nilipoenda kwenye maombi kuendesha gari nipa shida. Ninamshukuru Mungu, nilipofika kwenye maombi nimshirikisha mchungaji kuhusu miguu inavyoniuma, akaniambia usiogope, hii ni deliverance. Hakika itapona siku hadi siku. Namshukuru Mungu mpaka ninapoongea sasa hivi miguu yangu imepona. Shangilia Yesu pale ulipoongeza makofi na vigelegele. Pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Namshukuru Mungu alinipigania katika zamu nikamaliza salama. Pia katika zamu nilipokea favor. Namshukuru Mungu na Nabii Esther. Mama alinitokea kwenye ndoto akawa ananielekeza mafuta ninayotumia kujipaka. Ananiambia kuna chupa ya kijani. Kama amenipigia simu ananiambia kuna chupa ya kijani, sitaki uitumie. Nikawa sielewi ni chupa gani ya kijani. Nilipoamka nikakuta kweli kuna chupa ya kijani mezani yenye mafuta. Pia kwenye ndoto iliunganisha nikamwota Joyce Lema wa Praise. Amekuja chumbani kwangu akawa ananionyesha sasa yale mafuta. Ananiambia chupa yenyewe ni hapa. Mama hataki uitumie. Alipokuwa anaongea hivyo nikawa nimeishiwa nguvu. Joyce akawa ananiombea, anaondoa roho ya mauti. Mwana nabii naomba unisaidie. Joyce akawa anaondoa roho ya mauti. Kwa kweli. Ndio mwana nabii. Unajua ni mhubiri yule aje aondoe roho ya mauti. Si ndio hivyo unakuja tufanye live sasa. Alikuonyesha chupa. Ndio mwana nabii. Hiyo chupa ni mafuta ulikuwa unapaka.
Ndio mwana wa nabii. Wako kukemea. Ndio mwana wa nabii. Akukemea usipokee. Sikia, ulishaitumia mafuta yenye kama kopo lenye rangi ya kijani, sijui ndani ama ni nje, ambapo kuna unachukua yote mafuta ambayo yana rangi ya kijani chumbani? Ndio. Yaani unatumia kufanya nini hapo? Unapaka kichwani. Kichwani? Hapana. Sio kasema mauti, unajua wewe ni ndugu yangu. Wale Wakenya wapo. Wakenya wako watu wa Mombasa. Unajua wewe ni ndugu yangu. Toka tu, usiutoke. Ujafunga mshipi. Hebu tu watu. Katika jina la Yesu Kristo, kila vazi la mauti ninalichomoa leo. Out! You evil! Kila vazi la mauti ninalichomoa leo katika jina la Yesu, na kufua kila vazi la mauti. Na kufua kila vazi la mauti. Out! Evil! Out! 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 Kwa jina la Yesu. Out! Na kuchomoa sahihi. Na kuchomoa sahihi kila vazi la mauti. I command you out. I command you out. I command you out. Out! Evil! Huwezi kupigana na mimi. Haruhusiwi kutumika. Haruhusiwi. Haruhusiwi. Funga macho kama ni mwanamke wa shoka, sio ni mwanamke. Nimemkuta anatumika. Nikamfunga. Kumbe alikuwa anatumika. Sitaki nimesema. Wewe ni nani wewe? Wewe kijana mdogo sana hapa. Mimi ni Enoch. Unataka kujua mimi ni nani? Mimi ni mwana nabii. Mimi ni mwana nabii. Na roho Mungu kwa ndani yangu. Sasa sikia utamu hiyo. 1 2 3. Target yes. Nisaidie kumkamata. Yeye Mungu anamuonyesha vitu vingi yangu. Wewe tulia, wacha jaramba nyingi wewe. Nafanya nakutaka. Wewe. Ngoja wewe nikuonyeshe chumvi. Ujui mimi nikoje? Mimi mwana wa nabii eti. Teke tena hiyo. Sasa uliko unapiga kelele ya nini? Hebu endelea kushuhudia mmoja, huyu anaendelea kufa taratibu. Shuhudia kwa haraka kidogo. Kuna maneno mwanamke anaweza akaambiwa akamuumiza sana. Ni kweli mwana wa nabii, naomba unisaidie. Alinitumia message kali na message kali sana na kunitishia na nitishia kunifukuza. Sio kweli. Simama. Leo Mungu atakupa kuangaza. Nyota yako inaenda kung'aa leo. Na utaenda level nyingine za maisha yako. Usiogope, umesikia vizuri? Ndio mwana nabii. Jitahidi kukaa attention kwenye ibada ya leo. Ndio. Sawa? Sawa mwana nabii. Kaa attention kwenye ibada hii. Sawa. Mungu anakufungua leo. Sawa. Yaani wewe furahia. Sasa hivi sio unalia. Ndio. Nikiona unachikilia, tayari ngoma imeisha. Useme. Niliona kwamba mama alinitokea kanambia hivi, leo utakuwa na kifua sana lakini usiende shule. Naona nabii naomba nisaidie. Sijakusikia vizuri. Niliona mama amenitokea akaniambia hivi kwamba leo usiende shule, kifua kitakuuma mpaka kesho.
Sasa kuna Kifua sikuume tena, njoo hapo mwana nabii. Shalom. Hapa nimesimama kwa ajili ya kumshukuru Mungu wa mama yangu Nabii Esther kwa matendo makuu Mungu wa mama yangu Nabii Esther ananitendea kila itwapo leo. Tulipofunga na mama yangu Nabii Esther, mimi nikiwa naingia kwenye hedhi naona siku 5. Nikamwambia kwa mfungo huu naofunga na mama yangu Nabii Esther, nataka nione kwa siku 3. Na kweli namshukuru Mungu wa mama yangu Nabii Esther kama nilivyoomba na nimeona mara 3 mwana nabii. Namshukuru sana Mungu wa mama yangu Nabii Esther. Mungu akufungue katika jina la Yesu. Popote pale mlipo. Shalom. Ninamshukuru Mungu wa mama yangu Nabii Esther kwa sababu ameendelea kunipa favor kazini. Ninamshukuru Mungu kwa sababu kuna kipindi ilifika mwanzo wa mwaka huu tulibadilishiwa manager. Tulipobadilishiwa manager, namshukuru Mungu sasa hivi nimeanza kuwa na hudhuria vikao ambavyo nilikuwa sihudhurii, sasa hivi nahudhuria. Nimeanza kufanya kazi ambazo nilikuwa sifanyi. Kwangu mimi ni opportunity na ninabariki Mungu. Ushuhuda wa pili, namshukuru Mungu wa mama yangu Nabii Esther. Kuna hela ambayo ilikuwa imepotea na nikawa nimeitafuta sana sijaiona. Mwisho wa siku jioni nikawa nimetoka kazini saa 3 usiku. Nikamtumia mama message. Mama akaniambia kwamba nilipomtumia mama message, kesho yake asubuhi nilipofika kazini nikaitafuta ile hela na ile hela nikaipata. Ushuhuda tena wa 3. Yes. Ninamshukuru Mungu wa mama yangu Nabii Esther. Mungu amenisaidia nikawa najua vitu vingi sana kazini. Vitu vingi najua kufanya. So naweza nikakaa department yoyote na bado nikaperform vizuri. Sasa namshukuru Mungu kwa sababu meneja yangu mpya alipokuja akawa amenitoa kwenye department nilokuwa akanipeleka department nyingine. Lakini kwenye department nilokuwa kulikuwa kuna allowance ambayo ni nje na salary. Kule nilipopelekwa sasa kwa sababu najua kule salary hakuna. Nikaomba Mungu kwa kweli kwa sababu mimi sawa napenda kufanya kazi lakini napenda na hela. Lakini Mungu wa mama yangu Nabii Esther akanisaidia. Mwezi huu nikawa nimepata barua kutoka head office kwamba from this month onwards, kuanzia mwezi huu hapa February na siku zote popote nitakapokuwa nimekaa, kuwe kuna allowance, kuwe hamna allowance, ni allowance lazima nipewe. Mwana nabii. Shalom. Namshukuru Mungu wa mama yangu Nabii Esther. Mimi na ushuhuda wa ndoto. Nilikuwa nimelala nikaota kama tuko kwenye maombi. Kwenye maombi yale alikuwa anaombea ni wa kiume. Akawa amenipa hela mkononi 500 na 200. Alafu mimi sikuombewa. Nikawa nimebaki nimedua. Naomba nisaidie mwana nabii. Haukuombewa. Emudi nzuri. Nilikuwa tuko kama kwenye maombi hivi tunaomba. Lakini katika kuomba nikawa nimepewa hela na yule mchungaji. Mama, shalom mwana wa nabii, shalom kanisa. Shalom. Mimi nina ndoto. Usiku nimeota kuna mabinti zangu wako shule wanaumwa wawili. Hiyo sio ndoto. Wanaumwa kweli. Ile usiku wakati nimelala nikaota Furu analia ananiambia na uvimbe shingoni anataka afanywe upasuaji. Basi nilimlilia sana Mungu. Kidogo akaja mama mzungu chumbani kwangu. Akaniambia mabile twende kusebleni. Tulipotoka nikakuta kuna majeneza marefu ya chuma yako sebleni. Mawili, moja liko sebleni, moja liko chumba cha kulia chakula. Mama mzungu akaniambia nataka nilale kwenye ile kochi. Akawa amelala kwenye kochi, mimi nilikuwa nimekaa. Baadaye akaniambia nimsindikize, lakini wakati ananyanyuka akawa sio mama mzungu tena, ni mama mmoja mweupe sana. Akaniambia nisindikize. Wakati namsindikiza kwenye njia kutoka nyumbani kwangu, kuna kinjia cha kupanda juu pana njia panda. Nikakuta pamezibwa. Nigeuka nyuma sina njia ya kupita, mbele sina njia ya kupita. Baadaye nikaona tundu. Nikapitia kwenye ile tundu. Wakati nimeshatoka kwenye ile tundu, kuna mwanamume akawa yuko nyuma yangu anatukana sana. Naomba nisaidie mwanangu. Uchukua maji upako apeleke. Kama yule mama mzungu, mama mzungu akabalika kwa mweupe. Wewe usiogope. Amina mwana. Sawa. Amina. Hata kama ulishapeleka chukua maji upako tena wapelekee. Amina mwana wa watumio kualikwa yapate kwa njia yoyote ile. Amina. Uponyaji wao huko ndani ya anointing water. Amina mwana. Ndio maana ulimwona nani? Ndio maana ulimwona mama mzungu sio? Ndio mwana nabii. Sawa. Mwana wa nabii, shalom mwana wa nabii wote.
Shalom wazee wangu wa kanisa na viongozi kwa ujumla. Shalom PMYC family. Shalom. Kipekee siku ya leo niko hapa kuwakilisha familia yangu kumshukuru Mungu wa Nabii Esther vile anavyoendelea kututendea na kuonyesha upendo wake juu yetu. Wiki hii siku ya Jumanne ilikuwa ni birthday ya mke wangu. Nashukuru sana kwa upendo wa viongozi wangu wa kanisa, viongozi wa vijana, mwenyekiti na timu yake nzima, na baadhi ya wale waliokuwepo washirika hapa. Tulisherehekea pamoja kwa niaba ya mke wangu tukiongozwa na baba yetu George na mama mwenyekiti. Nasema Mungu wa mamangu Nabii Esther awabariki sana na team media popote wote walipo. Kingine tunashukuru pia kwa niaba ya familia, tumekuwa tukihudumiwa sana kwa njia ya ndoto na mama yetu Nabii Esther na malaika wa madhabahu ya PMYC. Kingine nitoe shukrani zangu pia kwa mama popote alipo, na baba amekuwa akituombea na kutushauri kila siku iitwapo leo kama watoto wake. Ni kitu ambacho sikuwahi fikiria, kwa sababu mimi nina wazazi wote wawili, ila shetani alipita kipindi nilikosa upendo wa wazazi wote pamoja na ndugu, lakini mama ndio amegeuka chachu ya yeye sisi kurudiana na wazazi wetu vizuri. Na juzi pia walikuwa na mahafali makubwa kanisani, walitualika familia kama wageni waalikwa rasmi. Tunashukuru Mungu sana, tunashukuru mama sana. Yaani huwa siwezi ongea jinsi nilivyokuwa nyuma. Mahusiano ya wazazi wangu mimi miaka karibu 10 na yaliisha. Tulikuwa hatuongei, hatufanyi chochote, lakini leo hii mzee ananyanyua simu anasema nakuomba umwage mama Nabii Esther mje, kuna shughuli nafanya, usimamie uimbaji mzima. Yaani ni kitu ambacho nikifikiria kila siku kinanipa wakati mgumu. Kwa kusema nichukue mguu wangu ni utoe nje na madhabahu hapa, akakuwa na wazimu kichwani. Ninasema hili kila siku. Ya nasema mke wangu, endapo Mungu atapenda mimi nisogee hapa PMYC, nitasogea kwa neno yeye amelisema. Lakini kama ndio imeandikiwa kwangu mimi, kila kitu kiko madhabahu ya PMYC, ni bora nifie madhabahu ya PMYC. Ushuhuda wangu na ushauri ndani. Ingine nilikuwa nimekaa na mama siku ya Alhamisi nyumbani. Nilipeleka tu zawadi ya mke wangu ya keki, tulimtengenezea yeye. Kuna vitu akaanza kuongea na mimi, yaani bado nikiendelea kumshangaa. Mzazi wangu aliyenizaa hakuwahi ongea na vitu kama hivyo, hata na mchungaji yote kule nilipopita kwenye makanisa hakuwahi kaa na mimi akanishauri vitu vile ambavyo nakuona unafanya hivi. Uzuri mama ni nabii. Kuna wazo la redio na TV. Mimi ndo nilisoma, nilipelekwa shule na mzee nisome hiyo, ila sio niwe na TV yangu nisaidie maono ya mzee wangu. Lakini Mungu alivyo wa ajabu, amempa mama kile ambacho nilikuwa nakiwaza miaka 8 iliyopita. Akanitokea kwenye ndoto, fanya hivi, favor, flight, speed, inawezekana. Ndio wale maombi alisema, ni mimi ndo nilikuwa kwanza kuchukua ile maombi ambayo mama alikuwa tumeanza ya siku 7. Na ilikuwa vigumu kwangu, nitaanzaje TV? Ni ngumu, ni mamilioni ya pesa, mamilioni. Lakini Mungu ana njia nyingi, ukimheshimu na ukiheshimu nabii na kuheshimu madhabahu, hiyo inatosha. Anatengeneza njia na mlango mapema kutokea. Serious, tumeenda hiyo Arusha. Yani sasa hivi nikisema nakuja Arusha, vyombo vya habari sijaviomba, watu sijawaomba waonane na mimi, wanaanza nakuta wamesimama kanisani kwa mzee, wanataka wanioji, inakuwa hivi. Nikasema kwa kweli, Mungu wa mamangu Nabii Esther, nitaendelea kukuheshimu siku zote za maisha yangu yote. Niongee tena hili, Jumapili 2 zimepita, tulikuwa tumetoka kanisani, tuko nyumbani tunatanyana na mke wangu, nikamwambia tulikuwa tuanze kujenga mwaka huu sehemu kiwanja kilipo. Lakini akasema natamani sana niwe Koresa karibu na mama. Nikawaza, nikakuna kichwa, nikasema kweli. Nikamwambia yawezekana. Sasa hivi napenda kusema inawezekana. Hiyo tu, inawezekana, hakuna neno. Yes. Usiku wa kuamkia Jumatatu tumetoka ibadani hapa, mama akamtokea mke wangu. Nasema iko ni hapa kwa sababu hayupo. Akamwambia
vitu vichache tu alimuelekeza, wale kwa group tulituma waliona. Lakini wakati mama ameingia sebuleni kwetu, nashangaa mama anaanza kuja sebuleni kwa sababu naye pamekuwa vizuri sasa hivi. Haleluya. Alipoingia mke wangu akasema wasalimiane, wakamaliza, mama akawa anaondoka, wanaagana. Yeye akasema, mama, ngoja nikuchukulie zawadi chumbani nikupe. Tunashukuru kwa kuja nyumbani kwetu leo. Akaona kitu ambacho hata hakipo. Ni kipochi fulani mama alikiweka kwenye madhabahu ya nini? Mlimani ya. Tulikitafuta siku 4. Yaani mama anakaribia kusafiri ndio tukaja tukakipata. Tena kwa bei ile ambayo tukasema kweli hiki akikishika mama ni nabii, ataonekana kweli hii ngoma ni ameshika nabii. Oh yes, glory. Tulipata usiku tena ni vile tukamtumia mama kweli, akasema nashukuru mmemsikiliza Roho Mtakatifu, acha malaika waendelee kuwahudumia. Aliposema vile usiku ule katokewa mke wangu, nikatokewa mimi. Na hisi hata Julai mtoto wetu alitokea vile alikuongea. Tukaelekezwa vitu vya kufanya na sisi tukavifanya kama sisi watoto wa mama yetu Nabii Esther. Yes. Ni kuombe kitu kimoja. Kuna kitu unaweza kuona unataka kukifanya lakini huwezi. Siku zote mama alitokea kituambia, chochote unachokifanya naomba mnifuate mimi kwanza kabla mjaanza kukifanya. Ni kweli, na sasa hivi tangu tumetokewa tunafanya hivyo, na kila siku tunamuona Mungu anatuongezea baraka zake kila siku itwapo leo. Mama yangu Nabii Esther nampenda sana, napenda madhabahu ya PMIC, napenda baba yangu George, na amekuwa rafiki yangu wa karibu sana. Kingine nashukuru kwa umri tulionao. Haikuwa rahisi mimi kuanzisha maono ya TV. Watu wanazeeka miaka 50 60 wanakuwa na TV, lakini inawezekana katika madhabahu ya PMIC na process zote tumeshazianza. Na cha ajabu watu wametoka Arusha juzi, nilikuwa na Humphrey, nikamwambia Humphrey njoo, wamekuja kunihoji kuna kitu tena anafanya mbele TV. Watu wana TV zao na redio, lakini wanaomba wewe usimame utangaze TV yako. Ni kitu cha ajabu, sikuwahi kukiona. Kwa hiyo nishukuru madhabahu hii inaendelea kupigania na familia yangu, kututajirisha tukiwa bado umri, watoto wadogo. Naamini wengi watajifunza, na hapa ndipo chimbuko la mafanikio yetu yote ambayo tutakuja kuwa nayo sasa na mbeleni. Tunawapenda mama, ninakupenda sana. Asante. Kanisa. Kipekee napenda kumshukuru Mungu wa Nabii Esther kwa Jumanne. Jumanne nilikuwa nimejiandaa kwa ajili ya kusimama kuhudumu katika midweek service. Wakati nimetulia nilishangaa kupokea miracle simu hii hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumtumikia Mungu kuna faida sana. Nimekaa na simu yangu ya Nokia tochi ya zamani muda mrefu sana. Yaani ile simu inaweza kukaa na chaji muda mchache sana. Kwa watu wakinitafuta hawawezi kunipata, hata maagizo ya kanisani naweza nikayakosa. Ile jambo likaniumiza sana. Mama alipokuwa ametamka kwamba kutakuwa na semina ambayo itaweza kwenda Karatu, ile jambo likaniumiza kwenda na ile simu kwa sababu nitakuwa nakosekana. Lakini namshukuru Mungu wa Nabii Esther kupitia Justin. Wakati nimekaa hivi, akaitazama simu yangu, akaniambia hebu simu yako. Nilipompa akaiangalia, akanirudishia simu mbili, akaniambia hii hapa, nimekubariki. Mpendwa, wacha nikwambie, nimepokea miracle simu. Pokea miracle simu. Napenda kumshukuru Mungu wa Nabii Esther. Mungu ambariki Justin. Shalom kanisa. Shalom mama. Namshukuru Mungu wa Nabii Esther kwa kumpatia mume wangu na nakosi. Popote mlipo. Shalom wana nabii, shalom viongozi, shalom kanisa. Shalom. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu. Ushuhuda wangu ni wa ndoto. Ile Jumapili tulioshwa miguu, niliota tukiwa tunafanya kazi kubwa sana na mama ya kuua wachawi. Wachawi walikuwa wanakuja wengi sana. Sasa mama aliniachia nikawa naua, lakini wengine walikuwa wana nguvu, hata ukiita fire, hata ukiita Mungu wa Nabii Esther walikuwa hawafi, alafu walikuwa wanataka wanikamate. Bahati nzuri wale wachawi ambao walikuwa wana nguvu, mama alikuwa anajitokeza mbele yangu. Kwa hiyo akishajitokeza wale wachawi walikuwa wanayeyuka.
Kingine, baada ya kumaliza hiyo kazi ilikuwa ni nzito mpaka asubuhi niliamka kweli nilikuwa nimechoka. Kingine, katika hiyo ndoto mama akawa amekaa pembeni yangu baada ya kumaliza hiyo kazi. Nikamwambia Jesus is around the corner. Akaniambia no, Jesus is here. Aliponijibu hivyo akaniambia, nikamwambia liambie kanisa Jesus is coming back. Amen. Alafu nikarudia tena kwa Kiswahili, Yesu anarudi. Niambie kanisa Yesu anarudi. Kwa hiyo huo ujumbe niliupatia kwenye ndoto. Kingine, usiku wa kuamkia jana vile vile tulikuwa kama sehemu kama airport. Na ile sehemu vile vile ilikuwa na wachawi. Sasa ilitokea tu nikawa na waua wale wachawi. Nilipokuwa na waua wale wachawi, kuna mama mmoja alikuwa mchawi, akadondoka. Wakawa wananiuliza, "Kwani wewe ni mtoto wa nani?" Kwa hasira. Nikamwambia mimi ni mtoto wa Esther Bukuku. Oh yes. Power. Baada ya kujibu hivyo, waliishiwa nguvu. Walivyoishiwa nguvu, nabii tukatokea tuko kanisani, mama akawa anatuanoint mafuta. Hivyo namshukuru Mungu sana kwa ndoto. Mama akawa na kuanoint. Anatuanoint au ana? Alituanoint watu wawili. Mafuta. Mafuta, mimi na mke wa Kenneth. Leo ndio kuna hiyo ibada. Wakati pia na mafuta. Sawa kabisa. Hiyo ndio tunaifanya leo. Ila katika hiyo ndoto vile vile kuna wengine walirudishwa. Hawakupata hiyo nafasi ya kuanointiwa mafuta. Hivyo namshukuru Mungu sana, kwa kweli anatupigania. Sawa, huyo tuko wengi hapa. 50 prophets. Yes. Nakupa nusu nasubiri. Maka najua tabia yako. Ukishapewa unaanza kutoa macho kama fundi safu mwisho siku. Twende mama. Shalom kanisa. Shalom mamangu Prophet Esther Bukuku pamoja na baba nabii. Shalom. Namshukuru Mungu wa mamangu Nabii Esther kwa favor ambazo mtoto wangu anapata. Vile vile nashukuru nimepata favor, nikapata smartphone kutoka kwa mgeni kutoka nje. Umepokea smartphone? Ndio mama. Natabia kupokea vitu vya baraka katika jina la Yesu. Kwa gharama katika jina la Yesu. Napokea kwa jina la Yesu. Ana neno kwa maisha yako. Hello. Mama yetu amekutendea nini? Karibu ushuhudie. Hello. Ngoja tukupigie video wewe. Ngoja. Shalom, karibu. Mungu wa mama yetu amekutendea nini? Naitwa kutokea Mbeya. Ndio, karibu. Unaongea na Angel kutokea Mbeya. Karibu Angel, Mungu wa Nabii Esther amekutendea nini? Unaongea na Angel kutoka Mbeya. Karibu Angel. Niliota ndoto moja. Ndio. Niliota ndoto moja. Na. Endelea tunakusikia. Uliota ndoto moja, Mawasiliano sio mazuri. Tunakusikia. Endelea. Yes, nikaota ndoto moja niko kanisa. Nikaota ndoto moja. Nipo na mama nabii akanifanyia maombi na nilikuwa nimelala, yani moyoni sina amani kabisa, nilikuwa nateseka. Yaani moyo wangu unakuja kabisa. Nikamwelezea mama tuliofanya, akanijibu usiogope. Na baada ya muda huo akaniita, akaniambia njoo. Akashika simu yake akawa ananionyesha, akaniambia hao watu ndio wanaosababisha moyo unakosa amani. Lakini kila nikijaribu kuangalia kwenye simu yake wale watu hawafanikiwa kuwatambua. Lakini alikuwa ananionyesha kabisa hawa ndio watu wanafanya unakosa amani, lakini sikufanikiwa kuwatambua kabisa sura zao. Ndio ndio ilivyokuwa, na nikamweleza mama, akaniambia nisiache kushuhudia. Kwa hiyo mama alikwambia kwamba kuna watu ambao
ambao wanaufanya moyo wangu kabisa unakosa amani, na akaniita akaniambia njoo nikuonyeshe. Hao watu picha inaonekana kwenye simu yake, lakini kila nikizoom nikiangalia wale watu sikufanikiwa kuwatambua. Mpaka sasa hujafanikiwa kuwatambua? Ndio, yani sikuona kabisa, lakini mama alikuwa ananiambia muangalie huyu hapa. Ananionyesha kabisa, ni ananigusia, lakini mimi sikuona, yani sikuona. Sawa kabisa. Shika macho yako hapo ulipo Angel. Ndio. Ikiwa mimi ni mwana nabii. Ikiwa mimi ni mwana nabii. Ndio. Nimesimama kwa ofisi ya mama yangu. Na mafuta ya mama yangu kwa kichwani kwangu. Mungu wa mama akufungue macho kuanzia sasa. Amina. Mungu wa mama akufungue macho kuanzia sasa. Amina. Katika jina la Yesu. Ninatabiri macho yako yafunguliwe. Kila uchawi ufunge macho yako na kila maadui wanakufuatilia. Mungu wa mama yangu akakuonyesha usiku wa leo. Ukienda kulala ukaone maadui zako wote na wapigwe mbele yako kwa jina la Yesu Kristo. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Macho yako yafunguliwe. Macho yako yafunguliwe. Macho yako yafunguliwe. Macho yako yafunguliwe katika jina la Yesu. Macho yako yafunguliwe kwa mamlaka ya jina la Yesu. You are free in Jesus name. You are free in Jesus name. You are free in Jesus name, which is done. Angel. Yes. Utachukua maji ya upako. Ndio. Utanawa mara 3 kabla hujalala. Utachukua maji ya upako, utanawa mara 3 kabla hujalala. Yes. Utachukua maji ya upako. Samahani, sijasikia. Utachukua maji ya upako. Ndio. Kwa kuwa roho ya mama yangu iko ndani ya hayo maji. Nakusikia, ndio. Nao mara 3 kabla hujalala. Amina. Mama yangu atakutokea tena kukuonyesha na utawaona. Amina. Mama yangu atakutokea usiku wa leo kukuonyesha na utawaona. Amina. Mungu wa mama yangu akubariki. Be blessed. Shalom. Amina. Amen. Karibia mara kwa mara napitia wakati mgumu. Mungu atakuhudumia leo. Usiogope. Amen. Wewe relax, kaa tu kule. Shalom mwana nabii. Shalom. Shalom mama popote ulipo. Shalom baba George pia popote ulipo. Mimi nikisimama hapa namshukuru Mungu wa madhabahu hii ya PMC kwa sababu yale amenitendea ni makubwa sana. Ndio. Siku ya kwanza nilipoingia kwa ule mlango sio sawa na leo ninapoingia. Oh yes, glory. Patia Yesu tukufu. Ndio. Nilikuja hapa nikiwa sina kazi. Nikiwa nina ndugu zangu ambao mimi ni mkubwa wananiomba msaada na shindwa kuwasaidia na inaniuma. Ndio. Lakini siku moja nilipiga magoti hapa. Nikamwambia Mungu kwa sababu niliingia kwa masomo nikikutumainia wewe na ukaniwezesha nikasoma. Ndio. Na mpaka sasa hivi nina uchungu ndugu zangu wakiniomba msaada kwa kuwa mimi niko mbele zao ninaukosa. Naomba unitendee nami nitakurudishia mkono. Hakika Mungu wa madhabahu ya PMC ndio alinipea kazi. Oh yes. Tena kwa mazingira ya utulivu sana. Oh yes, oh yes. Kwa namshukuru Mungu huyu. Oh yes. Na nimekuja na shukrani yangu kwa ajili ya pokea kazi kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea mshahara mzuri. Nabii, shalom baba na mama popote mliko. Na shuhuda nne zote ni fupi. Namshukuru Mungu wa Nabii Esther. Jumapili nilikuwa siko vizuri sana, lakini Mungu wa Nabii Esther alionekea niko poa. Oh, yes. Na shuhuda mbili za ndoto nazo ni fupi. Ndoto ya kwanza niliota ni kuna mbaba ananiwekea alama usoni, alama mbili hapa juu na chini, akiniambia hii alama ni alama kama udini vile. Ndoto nyingine nimeota nilikuwa kwa mamangu mdogo, ghafla niliona kitu kwenye mawingu. Nilikuwa kwa mamangu mdogo alikuwa anaongea na mtu nje. Nikatoka kwa usikiliza hiyo sauti ni nani?
Kutoka kuangalia nikaona kama robot vile kwenye mawimbi, lakini kama nani sura ya mtu vile inaonekana. Ghafla ile kitu nikasema, huyo naye ni nani? Nikakimbia na ndani, akasema nakuja huko. Ghafla nalo likaingia ndani, lakini aliingia alikuwa sasa ni mtu, ni mwanaume. Akaanza sasa kupambana na mimi. Nilipoanza kupambana tu na yeye, huku nikianza kukemea, ghafla nilikuwa yani sina nguvu, nashindwa, alafu ile naanza kupambana na yeye, alikuwa na nguvu sana. Nikashangaa kuna kipande cha nyama kimetoka kimeanguka chini. Nikazidi kupambana na yeye, huku nikimuita Mungu wa Nabii Esther. Pembeni kulikuwa kuna ndoo kama ya maji hivi, nikachukua kaendelea kummwagia, kuna muita Mungu wa Nabii Esther. Nilishinda, lakini nilitoka niko hoi sana. Pia na shuhuda nyingine, namshukuru Mungu wa Nabii Esther kwa ajili ya deliverance ya Juma. Na hii ni sadaka yangu. Mungu akubariki. Shalom nabii, shalom mama na baba popote mlipo. Mwana nabii, nimekuja kushuhudia kwamba nilikuja nikamwomba Mungu nipate kazi, nikamwahidi kwamba nikipata nusu ya mshahara wangu na nitamtolea yeye pamoja na fungu la 10 la mshahara mzima. Yaani baada ya mwana nabii nashangaa, sawa nimefanya mwezi mmoja kabisa nimepata, lakini huu mwezi wa pili unaingia hivi yakatokea maneno kazini, sasa hivi sina tena. Ila ile sadaka ambayo nilimwahidi Mungu nimemletea. Umetoa. Unataka kurudi kazini? Una tena nini? Una sadaka? Una kazi ama unapoteza kazi? Ila ulichomwahidi Mungu umekifanya kazi kwa hili. Sawa. Ndio hiyo sadaka. Una yote au una chochote kile kutokea kazini? Utaandika kazi yako kwenye karatasi na nini kila kitu nikiarudisha sawa. Utaona Mungu atakachofanya. Hiyo sadaka yako itakutetea. Twende. Inakimbia inanifuatilia na kuniwekea maneno ya ajabu. Sasa imeondoka. Sasa imeondoka. Amen. Namshukuru sana Mungu. Na pia namshukuru sana madhabahu hii. Amen. Asante. Amen. Roho za kusingiziwa zikuachie kwa jina la Yesu. Ziachie kwa jina la Yesu. Kila roho zinaanza kutafuta mbaya tu. Pamoja na baba nabii. Shalom mwana nabii. Shalom. Namshukuru Mungu. Nadhibitisha ndoto ambaye wakati mama akiwa Mombasa. Ilikuwa siku ya Jumapili, ilikuwa hajarudi bado. Ndio. Nikiwa nimekaa kwenye viti, nilikuwa napata shida sana, niko eneo la Mombasa. Lakini sijawahi fika Mombasa. Nikaona mama, sikumfahamu kama ni mama au ni nani. Ndio. Kabla ya hapo kuna sauti nilisikia Suzi. Nikiwa niko kazini akanieleza kitu fulani, lakini sikuelewa ni kitu gani, lakini huyo Suzi ni wa praise team. Sikuelewa nimeeleza nini. Lakini baadaye nikiwa kanisani hapa nikaona wanapoteremka, wakiwa Mombasa wanapoteremka hivi wanaingia kanisani. Sasa nikashindwa kushuhudia, waliporudi nikauliza, nikamwambia ndio hivyo hivyo walikuwa wanateremka wanaingia kanisani. Namshukuru Mungu kwa maono haya wakiwa Mombasa. Alafu lingine ni kwamba jana nikiwa hapa kanisani kuna maajabu fulani niliona katika milima hii hapa. Lakini hilo naomba sitaweza kushuhudia. Kuna jambo fulani lilikuwa linatendeka kwenye hiyo milima hapo. Alafu lingine nilikuwa naomba mwana nabii, tunaandika ndoto lakini marejesho ya majibu ya ndoto hatupati. Kwa hiyo naomba kama kuna muda wa kuweza kutafsiria hizo ndoto. Okay. Ukizitoa ndoto. Napenda nimshukuru Mungu, wiki hii nilikuwa napita wakati mgumu sana, lakini Mungu amenitendea. Pia napenda nimshukuru Mungu, nimepokea mirapo chakula kutoka kwa Madam Tendo. Pia namshukuru Mungu amenivusha kwenye jambo nilokuwa nalipitia. Pia namshukuru Mungu ameniponya mguu wangu. Mshangilia Yesu tena pale, ongeza makofi na vigelegele. Glory, utukufu. Karibu Mungu wa mama yetu anakutendea. Shalom mama popote pale ulipo. Shalom baba. Shalom mwana nabii, shalom kanisa. Shalom. Namshukuru Mungu nimemaliza miaka miwili hapa PMIC. Oh yes. Na namshukuru Mungu asidi kunipa nguvu nisije kukaa mpaka nifike mwisho. Kwa hiyo PMIC itakuwa maziko yangu, sitaenda tena kanisa jingine. Ushuhuda wa pili, na mtoto wangu alipotea, na huyu mtoto alipopotea
aliona nyoka ilimkata mbele. Sasa ilipomkata mbele akaanguka chini, akaja akaniambia. Sasa aliponiambia, mtoto wangu hapo akaanza kuharibika na kutoroka mpaka leo. Leo na wiki mbili bila kumpata. Naomba Bwana wa nabii nisaidie. Shida ya tatu ni ndoto. Niliota huyo mtoto. Nikaota huyo mtoto amerudi akiwa anateremka mlimani. Sasa alipoteremka mimi nikamuona. Nilipomwona nikaona waganga wengi wamekuja, wana mikuki. Sasa wanaangalia ule pale mtoto amekimbia. Sasa unaangalia huko na mimi kanyelenga kasema mkanga naangalia nini? Na mimi kalala chini nikaangalia. Sasa nikaona mtoto anakuja na mtoto mmoja anamshika na tembea taratibu. Sasa mimi nikasema ni nini? Akaja mama mmoja huko nyuma, akaenda kumkimbilia mtoto akamshika. Alipomshika, na mtoto sijui anaenda tena wapi. Nikakaa, nikaona anateremka sasa mlimani tena mara ya pili. Akateremka sasa anataka kuelekea huko mahali ninakokaa. Anaelekea kwa yule mama alikuwa anakaa naye. Sasa alipokimbia nikasema tena ile mtoto wangu Mungu wangu. Ndipo muona ile mtoto. Mama njoo. Njoo usaidie. Karibu mwingine. Karibu dada. Shalom kanisa. Shalom. Shalom mwana wa nabii. Shalom. Mimi nina ushuhuda wa ule mkesha wa mwezi wa 10 na kufunga mwaka kuhusu chungu. Katika yale maombi tuliyoomba, namshukuru Mungu, mimi maombi ya help pass nimepata help pass, amenivusha, anaenda kunifungulia duka. Ongeza makofi utukufu kwa Mungu wa mama tunadia. Shalom, namshukuru Mungu nilipata miracle money kwa Krismena. Namshukuru Mungu nilipata miracle nauli kwa mama mzungu. Pia namshukuru Mungu nilikuwa ambaye kwa sishika jela mkononi sasa hivi nashika. Wewe ushike zaidi katika jina la Yesu. Napokea kwa jina la Yesu. Pia ni ndoto ambayo niliota usiku kusimama. Namshukuru Mungu, nilikuwa na tatizo la nyayo za miguu kuwaka moto, lakini namshukuru Mungu kwa deliverance ya Jumapili kuosha miguu na mama, sijapata tena hilo tatizo. Namshukuru Mungu kwa hilo. Kingine namshukuru Mungu familia yangu ina amani. Kingine namshukuru Mungu nimeweza kumaliza miaka 2 chuo salama na matokeo yametoka, nimefaulu vizuri. Namshukuru Mungu kwa hilo. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi yote. Shuhuda wangu ni ndoto. Nimeota ndoto nikiwa mimi na mdogo wangu tunatembea. Wakati tunatembea, ghafla ikaniletea mdogo, tuko na gari, mdogo wangu anaendesha. Tukafika mahali nikamwona Madam Gilbeta akiwa na mtoto. Nikamwambia mdogo wangu tumpe huyu mama lifti. Tukampa huyu mama, tukasimamisha tukampa yule mama lifti. Tukaenda tukafika mahali pana kilima. Mdogo wangu anapanda na ile gari akawa anarudi nyuma, kuna utelezi. Nikamwambia mdogo wangu, tungempa huyu mama hapa, huyu ndo dereva ambaye anaweza kupeleka gari, anaweza kupandisha hapa kwenye mlima. Na mdogo wangu akanisikiliza, nikamchukua mtoto yule mama akapandisha ile gari. Ghafla tukafika, nikaonyeshwa nimefika mahali pana umati wa watu wengi. Kuna ile gari nikaikuta mbele yangu hapo penye umati wa watu. Nikaona mama amekaa mbele na Madam Teddy ndo anamwendesha ile gari, na hiyo gari ni Noah. Nikasalimia katika wale watu wote, nikasema shalom. Alitikia ni mtu mmoja peke yake. Nikajiuliza mbona hawa watu hawaitiki, lakini nikajipa jibu mwenyewe, nikasema kwamba labda wote si wa kanisani kwetu. Nikaenda, mlango wa gari ulikuwa umefunguliwa, na panda kwenye gari, nikavua viatu. Wakati huo sikuwa nimemwona mama mbele yangu. Mama akageuka kaniona. Alivyoniona akanishika mkono. Wakati huo nilikuwa na hofu sana. Nilikuwa nahangaika sana pale. Ghafla kuna viatu nilivyokuwa nimevivaa. Hivyo viatu nikakuta vimebadilishwa, nimevaa viatu vingine. Mwana wa nabii, naomba msaidie. Shuhudia huko. Mimi nataka nisimame sasa.
ndoto mbili. Na ndoto mbili. Ndoto ya kwanza niliota napita na nyoka. Waambie waimbaji wote waje kanisani, wote waingie kanisani. Ndoto ya pili niliota napita nyoka. Shalom kanisa. Shalom mama popote pale ulipo. Namshukuru Mungu kwa deliverance ya jana ilikuwa inafanya nani. Mwana nabii Edmund. Mwana nabii Edmund. Sawa. Ila ilipofika saa 2 usiku nyumbani, mkono kwa unaniuma sana mpaka nikapata bandage. Sielewi ni mwana nabii ndo basi. Subiri tu, kuna jembe hapo wanafanya kazi hiyo chapa. Sogea pale. Shalom kanisa. Shalom na nabii. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu wa mamangu Nabii Esther kwa jinsi ambavyo ananitendea kwa maisha yangu. Ushuhuda wangu wa kwanza, ninamshukuru Mungu wa mamangu Nabii Esther. Jumapili ile baada ya ibada mamangu Nabii Esther alinibariki viatu hivi hapa, na ninachomshukuru Mungu, usiku wa kuamkia Jumatatu, Jumapili iliyopita ile, usiku wa kuamkia Jumatatu niliota ndoto. Mungu wa mamangu Nabii Esther alionyesha maono makubwa sana kuhusiana na huduma kumi. Namshukuru Mungu kwa Nabii Esther kwa ajili ya hilo. Alafu ushuhuda wa pili, ninamshukuru Mungu wa mamangu Nabii Esther. Leo asubuhi mama Ines amenibariki nguo, kwa namshukuru Mungu sana. Amen. Namsubiri. Unajua siafu zikiondoka, sigi tafuteni nini? Sadaka. Lakini pia keep praying. Amen. Yaani muwe kwenye maombi wakati mnasubiri sadaka. Tumeshachoka, lakini mama alisema Jumapili iliyopita ni mwisho. Usiresti, ukiambiwa mwisho usiresti. Sawa, ukiresti tu mchezo unarudi. Yaani hapo ndio nao usiachie nafasi. Amen. Kama umeanza kupata serikali, umeanza kupata nguo, tunataka mwana nabii. Shalom. Namshukuru Mungu wa mwana nabii Esther, nimepokea nani ndishe kutoka kwa mama msungu ya mtoto. Namshukuru. Nimepokea unga wa lisho wa mtoto. Kutoka kwa mama msungu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Na ushuhuda wa ndoto niliota niko sehemu za huko porini huko, nilikuwa natembea, nikaona kuna mwanaume yuko mbele yangu. Huyo mwanaume alikuwa anaongea na simu. Alipogeuka nyumba akaniona mimi. Yaani aliponiona mimi akaongeza mwendo. Alipoongeza mwendo mimi nikaendelea kumfuata. Ndio mwana nabii. Nikavuka mipaka na huyo mwanaume akavuka mpaka. Akaishia. Sikumuona tena, mimi nikaendelea mpaka akaenda wapi? Sikujua mahali alienda. Alifuka mpaka gani? Mpaka wa pori. Nilipoenda nikaona mazee wamelala. Nikasema aliyekuzalisha mtoto. Mwanangu. Yordani. Yupo anakaa Machame. Anakaa Machame. Na mahusiano na mume wako? Hapana. Kwa hiyo hayupo. Hayupo. Unataka kumfuata sasa? Unataka arudi? Bwana. Sawa. Kama nataka arudi, si sawa tu. Kwa hiyo unatakaje? Unataka kuishi mwenyewe hivi? Mimi? Nataka mwingine. Raha kimwaisio wengine. Ndio. Unataka atoke huko Korongo? Mimi. Wote kwani? Kwani ana shida gani ni Machame? Wewe mwanaume? Ndio. Kwa hiyo nakusumbua akili. Na mtoto amekuachia. Ndio. Sawa. Kakae kule basi, Mungu atakupa msaidie mwana nabii, msaidie. Nilipoenda hiyo nikakuta maziwa amelala au Wamasai, nikasema mimi siendi tena, nikarudi. Niliporudi wewe si ndoto hiyo? Ndoto hiyo inaendelea. Haya, simama hapo. Sawa, najua inaendelea, simama hapo. Nilimwaga maji ya upako pale nje kwa mamangu mkwe. Paka wawili wakaja usiku wakawa wamepiga sana kelele pale nje. Lakini tokea siku hiyo kwa nilienda kati ya mimi na mama wangu. Na pia Jumatano akawa anampigia simu mama yake akaniambia acha mchezo unaofanya hapo nyumbani. Sasa juzi Ijumaa nikawa nimeingia kuna chumba fulani hivi analala mfanyakazi. Nikakuta masanduku mawili yamefunikwa na kitenge.
Nikafungua sanduku la kwanza, nikakuta dawa nyingi tu. Kufungua kuangalia zile dawa, zingine ni kavu, zingine zinatoa moshi, sikuelewa. Nikafungua sanduku la pili, nikashika kichupa, kile kichupa kuna kitu kama kimeruka ndani kama kimefungwa kwenye kifundo. Baada ya kufunga kwenye vile kuruka kwenye kile kifundo, nikawa nimejisikia kizunguzungu cha ghafla. Mpaka sasa hivi nikiwa natembea barabarani nasikia kizunguzungu cha ajabu. Alafu kingine nilikuwa nataka kufanya application kesho kwenye shule ya Trinity English Medium. Kwa naomba vyeti vyangu vitamkie neno ili nipeleke application yangu kesho. Alafu kingine mimi na mzazi wenzangu niko kwao, waliruhusu mimi nikakaa kwao. Nikimwomba hela ananipa, lakini mimi naye kuongea hatuongei. Yeye anakupa kuongea tuongee. Wanataka ongee. Ataongea sasa kwa sawa. Pokea zawadi kutoka kwa mamangu na Esther. Napenda kumshukuru pia Mungu kwa viwango alivyonipandisha. Napenda kumshukuru kama kiongozi wa kwaya. Napenda kushukuru chakula ambacho wanakula wanakwaya wenzangu. Tunapenda kuwashukuru sana, kweli kazi tunayofanya ni ngumu, lakini mmetubeba kwa upande mwingine. Kwa hichi ngoja mmepikiwa amani. Kuna chakula wanakula wanakwaya kile Jumapili. Toka lini? Sijui ni toka lini, lakini wanakula. Sasa wanakula lazima ujue toka kula lini. Hapo hauna habari. Kwa hiyo umepata favor. Tunamshukuru Mungu, kwa hiyo hawakatukai na njaa. Mimi mnaosha vyombo sasa. Sasa mimi nasikia kesi yenu kwa moshi vyombo, hiyo favor itakimbia. Mnaweza kugonga menyu, vyombo vinaoshwa, mnavipanga vizuri, mkija mgonge tena. Sawa. Ndio maana kumbe mnaingiaga kwenye vitofu. Ikishangaza sana. Sasa mmegonga pilau leo mkiiba vibaya, na wafukuza wote mnakaa nje. Mnaenda kufanya usafi kule toilet. Malizi. Napenda pia kushukuru Mungu. Hii ni sadaka yangu ya shukrani, sio kwa kwaya nzima, lakini kama kiongozi wao nimetoa ndicho nacho. Napenda kuwashukuru pia kwa kuwapa chakula. Kweli kazi wanaofanya ni ngumu, hawawezi wenyewe. Na washukuru wa mama wote, Mungu awabariki sana. Shukuru Mungu, kusema kweli Mungu ana Esther ananitokea mara kwa mara. Ananihudumia kwenye ndoto. Na mshukuru, kuna ndoto moja niliota. Hiyo ndoto imejirudia mara mbili. Zinajirudia mara nyingi, lakini imejirudia mara mbili. Mara nyingi. Sasa hii niliyoiota ni kwamba kuna kipindi niliendaga Bukoba, nikaa nimesali kanisa fulani, nikaa nimetoa, nikakuta wanachanga mchango wa kujenga kanisa. Nikaa nimetoa ile, nikamwambia nitatoa kiasi fulani. Sasa toka nimemwambia nitatoa kiasi fulani, sijawahi kutoaga. Kwa hiyo mpaka sasa ni kesh. Ile juzi tu nilivyotoa ndo nikaota ndoto iko hivi. Nikaota kwamba nakuja kumwaga mamangu na Esther kama nasafiri. Ni mamangu na Esther akanipa bahasha. Bahasha hiyo ilikuwa imejaa hela nyingi. Aliponipa hiyo bahasha, lakini nikawa nasema lakini naogopa kwenda Bukoba mwenyewe. Wakatokezea vijana ambao ni wa kike wengi tu, wakasema tutakusupport na usiogope. Ile nasema hivyo, babangu mzee Swai katokezea akasema hujaondoka tu, kaambia bado. Mwana wa Nabii Gabriel katokezea akasema nipe hela, nimeona nimkatia tiketi ya ndege, wameniambia ni 1,500,000. Nikachukua kwenye ile basi ambayo mamangu na Esther amenipa, nikampatia. Ile tunasubiria mwana wa Nabii anasema kuna process anafanya, ngoja tumfanyie ili aweze kuondoka mapema. Wale wadada wakaniuliza wakasema, "Mbona huna raha?" Nikamwambia nitakuaje na raha wakati nimefiwa na baba yangu mdogo na mama yangu. Wakasema kuwa na raha unaenda kupanda ndege. Nikamwambia vitu vya kawaida, lakini nimeondokewa na watu wangu muhimu. Mwana wa Nabii anaendelea kushughulikia, akatokezea mvua ikaanza kunyesha. Akatokezea mkaka mmoja hivi ni dereva wa KCMC. Akakaa kwenye ile meza ambayo ilikuwa na zile hela. Akaanza kuchukua na hesabu anaweka ile mfukoni. Anahesabu anaweka mfukoni. Nikamwambia unafanya nini? Akasema naangalia zisinyeshewe na mvua. Nikamwambia hapana. Hizi hela ni za kunikatia na ni tiketi ya ndege na safiri nazo. Akasema kwani kuna mtu ananiona si wewe umeniona? Nikamwambia mwana wa Nabii sio kusema kuoni, anakuona tu, wewe subiri utaona atakavyo kuungua. Yule kijana aliona nimemwambia hivyo akaondoka. Ile pale mezani hela zikaendelea kubaki. Nikamwita mwana wa Nabii, nazidi kuchelewa, niende nikapande basi maana msibani watanisubiria mimi. Mwana wa Nabii akasema kwa sababu hizi hela zimetoka madhabahuni kwa Nabii, inabidi tukatie ndege wai wende. Nikamwambia sawa. Ile baadaye nasubiria nikaona
chini hivi nyumbani kumelimwa. Nyumbani kwa mzee Swai kuna jinsi kumelimwa. Sasa ile nafanya hivi na kanyaga nikaona 1000. Nikasema 1000 hii haijachakaa na mvua yote hii. Nikaichomoa kaona ile 1000 nyingine. Ile 1000 nyingine ndio zile ambazo za unabii imekatwa huku imekatwa huku. Nikasema hizi zimetoka wapi? Nikakumbuka kipindi nimeenda Bukoba, kweli nilitoa sadaka, nilijikuta na ile 1000 naitoleana kwenye ile madhabahu. Ndio namshukuru Mungu, niliamini hela yangu imerudi. Sawa, leo sisi tumekutana hapa sasa tunakata. Kwa niaba ya kanisa namshukuru baba na mama pale walipo kwa ibada ya Jumapili ambayo ni ibada nzuri ya kuoshwa miguu na mama yetu na Biesa. Kwa yale ambayo Mungu ameyafanya, najua wengi hawajashuhudia, lakini yafuatayo yatakuwa yanafurahisha. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimesimama kushukuru kwamba kuna mambo makubwa ambayo yametendeka, japo hujaona sasa, lakini utaona watu wanashuhudia. Namshukuru sana mama yetu nabii na baba kwa kazi nzuri iliyofanyika Jumapili na ibada ya Jumapili. Jambo la pili, juzi Ijumaa tukiwa PBS Network, tulikuwa tuna maombi hapa ya kushughulikia wachawi. Tulifanya maombi ya nguvu sana. Katika usiku huo tulichelewa kidogo kufika nyumbani, nilifika kidogo saa 4 na nilala kwenye saa 5 hivi. Lakini nikawa nimedhamiria nitamka saa 10 kwa sababu kulikuwa kuna shida kidogo ya maji. Yaani kazi kwa tunafanya kunyonga wachawi ilikuwa sio ya kawaida. Nikamwambia Mungu anabesa niamshe saa 10 nichote maji kwa sababu maji yalikuwa yamekatika. Nikamka kwenye saa 10. Saa 10 hiyo nikamka nafuata, kuna chumba ambacho tunaweka vyombo na maji, ndoo za maji na nini. Nikawasha taa nikaenda nataka kuchukua ndoo za maji. Nikachukua kama kuna box fulani nilikuwa na vitunguu na nyanyua box, vitunguu vinadondoka, box haijatoboka chini. Hasa kwa ile box inadondoka vitunguu, naangalia kuna nini? Nikaweka box pembeni. Nikachukua ndoo moja nikawa kama nahisi kuna kitu kinafanyika. Narudi kuchukua ndoo ya pili nikakutana na nyoka mkubwa ambaye sijawahi kumuona. Sikuwa hata na namna ya kusema sijui nipige picha. Nyoka alikuwa wapata hii chuma hii nyembamba. Mkubwa sana. Akawa amejisokota pembeni ya ndoo ananiangalia. Amanifanyia kichwa hivi. Nikamwambia, "Ah, kumbe ni wewe." Nikachukua maji ya anointing, nikamwambia hapo ulipo na kuzungushia. Kama semaniza mtu wangu tayari akanyanyuka na panga. Yakawa sashika Mungu akaja na panga kata tukamaliza kazi yake. Tukajua wale wachawi tulikuwa tunashirikiana na wanabii wamekusha. Amen. Ushauri wanamkata nyoka ananuka hapo. Saa hiyo katoa damu akaanza kunuka. Yes. Tukajua wale wachawi tulioshirikia siku ile wamekufa na tunasubiri kusikia nani aliyekufa. Mungu wa mama yetu na Biesa wabariki. Amen. Najipanga kwa sadaka ya shukrani, jambo kubwa hili. Amen. Shangilia Yesu pale ulipo. Shalom mwana nabii. Shalom. Namshukuru Mungu, wiki hii nimekuwa nikitokea na malaika wa madhabahu ya PMC. Nimetokea na mama, nimetokea na mzee George. Sizikumbuki zile ndoto vizuri, lakini ambayo naikumbuka zaidi vizuri nilitokea na mwana wa nabii hapa. Mwana wa nabii umekuja mara Mtoni, na mmoja kati ya watu ambao nahisi ni maadui zangu ulikuwa kwenye maeneo ya biashara zao. Kuna vitu ulikuwa unafanya pale, sikumbuki ile kazi vizuri, lakini kuna kazi ulikuwa unafanya pale tangu asubuhi mpaka jioni, ukaniambia stoki hapa leo mpaka uuze. Huko unaniuliza unauza? Nikakwambia nimeanza kuuza. Lakini pia ulikuja na gari moja nzuri sana. Ligas nyeusi. Oh, glory. Bora, mimi au na wewe hapo. Nikuja na gari ni Subaru Legacy nyeusi. Ndio model. Unasikia? Hivi una habari? Ile bito yangu bana haipo tena. Lakini next week ninamwamini Mungu wa mama yangu. Yes. Hey, tuambie. Hatuwezi kutoka kwenye bito turudi kwenye zile za chini. Haiwezekani. Natoka nini zile? Vitsi na yule mzee wa kanisa sija kanisikia 504. Yule ya chini kile cha vile vigumu vile fulani. Mgongo wako Bito. Inaitwa Bito. Kuna Bito, kuna Volkswagen, kuna Kombi. Napokea gari tena la juu. Na mimi naona nakuja next week. Yes. Nikitoka hilo ninakuja zaidi kubwa. Ngoja nikwambie, mimi namwamini Mungu. Je, wewe? Yes. Hapaki sehemu ya dharani. Nikajiuliza kwa nini umeficha? Ukunijibu. Lakini ninachokuomba sasa nikauze kama ulivyokuwa unaniuliza kwenye ndoto. Brother, sikiliza. Maadui zako wote
Leo nataka ukikaa hapa tunafuta maadui zote. Yes. Nasikia kutabiri jambo hili. Profesa. Nasikia kutabiri kuanzia kesho uanze kuona miujiza kwenye kazi yako. Kama kuna watu umekuwa ukinisumbua na kutamani niseme juu ya jambo la kazi ya mikono yako ni wewe. Kuomba kunijaribu kusumbua, lakini nakwambia just wait. Your time is come. Na muda wako ndio huu. Mpaka nimefika mwanangu na kupigana na watu, sio mimi. Ile roho mama iliyo ndani yangu imetumia image yangu kuja. Na ninaamini kwamba huwepo hapa sasa hivi haujapotea. Na ulichokiamini unachokiona ni kweli. Mpaka unaona niko na gari alafu next week nitakuwa na mchuma. Lakini tulia. Kama umeona hivyo, basi umeshafungua macho. Na mimi lazima nikupigie surprise. Oh yes. From next week. Oh yes. Kuanzia kesho. Ndio. Mambo yaende. Wewe nikalishe pale lakini tukiwasha hapa tunaliwasha. Sawa. Umesikia? Yaani hapa mimi unajua ni kijana kama mama. Tukiwasha tunaliwasha. Kama likizimo ni lazima. Kweli. Kwa mimi nataka watu waliwasha. Hata kama ni mgeni unijua utanijua leo. Washa. Kidogo niliondoka hapa. Nakumbuka nilifika mwaka 2015. Zamani sana. Leo umekuja hapa. Umetamani umkute nabii. Lakini umemkosa. Ukafadhaika. Ukaona kwamba ngoja tu nikae hapo baadaye kiwezekana niondoke. Sasa nataka nikusurprise. Haujakosea njia bro. Mungu wa mambo anachoka ulimwengu wa roho. Oh yes. Unajua mambo nikisema hivyo. Kuna roho Mungu wa mambo anataka kuiondoa kwanza. Kwanza kuna mambo mawili nayaona. Ninaona ugonjwa. Kuna ugonjwa nauona. Alafu kuna jambo la pili naliona like spirit of is madeni. Unaona madeni? Madeni kama kwa ndani. Hilo ni jambo la pili naona. Ila la kwanza ninaona ugonjwa. Kuna ugonjwa nauona. Unaelewa hili nikisema? Unaelewa hii? Hebu niambie, ni nini hii? Nani huyu mgonjwa? Unasumbuliwa na tumbo mara kwa mara. Tunaenda la pili hili hapa. Ninaona spirit ya madeni. Roho ya madeni. Nikikwambia hivyo namaanisha kwamba kuna vitu umepoteza. Yaani hapa umekuja kuna vitu umepoteza. Umekuja hapa kwa mama unataka kuna vitu umepoteza virejee kwa maisha yako. Uko sawa? Kuna vitu umedhulumiwa. Niko pesa. Kuna dhuluma zimeingia, umekuwa ukibaki ukizulumiwa haki, yani nikimaanisha kwamba kuna vitu vya thamani sana vimetoka kwenye hii. Nikiwa naona kuna biashara ulikuwa unafanya ukaipoteza. Niko na wewe. Pesa. Nikwambie, ulikuwa ni mtu wa kufanikiwa sana. Umewahi kufanikiwa sana. Ukawa umemiliki vitu vikubwa sana. Mpaka kuna gari naiona. Lakini baada ya hapo ukasereleka ukawa umeisha kabisa. Lakini kila ukijiuliza nini kinachoendelea, hata wewe nini kinachoendelea. Sasa hivi umekuja, unakumbuka hakika ngoja nirudi kwa nabii nikamweleze hii hali yangu. Mambo yamebana hayaendi na kuna vitu vimepotea kwangu na nimeandawa na roho ya madeni mpaka sasa. Kuna mikopo nimechukua lakini nimeshindwa kurejesha. Ila Mungu wa mambo ananiambia nikuhudumie. Plus. Niko sawa? Niko sawa. Namshukuru Mungu baada ya ile ibada ya Jumapili Washing Faith Service. Kuna rafiki yangu ambaye huwa anakaga Nairobi. Cha kushangaza ile siku tu tumosha tu miguu, kesho yake ananitafuta ananiambia, "Neema, nataka utafute hela na mimi nikuongezee kidogo au naniletea mzigo kutoka Nairobi." Namshukuru Mungu na Esther. Nitafutie hela na yeye ananiongezea kidogo. Mwezi wa 3 na analetea mzigo. Yaani kwa maana nyingine umepata helpers. Ndio. Hiyo hivyo katika jina la Yesu. Yaani kwanza wakupate katika jina la Yesu. Apokea kwa jina la Yesu wenyewe kwa jina la Yesu. Kusema jina wako aliyepotea. Jina la sabika Bwana bita. Utafute baada ya ibada. Baada ya ibada ya Jumapili iliyofanyika, nimemwona Mungu akinihudumia, Mungu wa mama yangu Nabii Esther. Nimeona malaika wakitembea pamoja na mimi. Zaidi nilipata favor nilipofika kwa mama nyumbani, nilipata kula vizuri, milako chakula, na mirako ndizi matoke nilipata, nikabeba kapeleka nyumbani kwangu, tukala wote, tukafurahi, watoto wakaimba pabio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani ilikuwa ni furaha sana. Mungu akubariki sana bibi yangu. Mungu akubariki sana mama yangu Nabii. Mungu aibariki familia ya mama yangu Nabii Esther. Na pia ninashukuru kwa ajili ya ibada ya jana. Mungu ametuhudumia sana. Watu wamefunguliwa.
na ninaamini bado na leo Mungu atajitokeza na atakuhudumia mara. Yes.